ndani. Alafu msemaji kule unaziwia ile kule juu. Hapo fresh. Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali unazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Malemu Felista. Felista Mboya. Aliwasha kule demo. Wewe sultani anakuja na mtindo wa kisenge, anakuja na ukuku ni kiberiti. Kwenye pulu, unacheza pulu. Anachukua kile kiberiti umeinama hivi. Hapa anainua shati kidogo. Hapo anaumimina ndani ya shati. Hapo ububu ulipo akifala. Silo. Ububu ulipo akifala. Ukijikula hapa ukiwasha tumboni. Ukihamia huku unang'ang'ania. Yanaweza kujikuta umepigwa kidogo mwili mzima. Sasa wenye pulu anakuwekea hapa. Yaani nakwenda jamaa alikuwa muuaji. Sasa siku yenyewe nimepiga kete nadumbukiza mpira. Naona watu wanacheka pembeni. Wanacheka nini hao?
kama jana. Bwana si nikalibana shati hivi ni kwenye pulu. Ukabana namna hii. Bwana mjomba acha kabisa. Kwa maana nilivua shati nikijikuna hapa na washa kwenye vidole huku chini. Bwana Mgambo kukanyagana. Lakini ukamfahamu. Swali msema baadaye. Ndio kwa mtindo wake. Au kwa mfano kija mgeni pale. Sasa anafaidika na nini? Hapo Mwarabu. Yeye raha tu. Okay, unahangaika. Hapo Mwarabu. Hapo Mwarabu. Moja wa fulani wa mnada kwa mtindo kuja kwa Lugao pale wanakaa. Kaja mzika kajisahau. Mjomba wangu kwenye futari uliweka sukari nini? Unazidi utamu. Ona utamu. Ndio kubali mimi noma mjomba. Hakujizibu hili. Nige tano. Labda kwamba futari nzuri ile isipokuwa nyepesi. Yaani hiyo kwa uwani dakika 0. Sasa hapa nini? Inaisha hizo tenga anzugwa. Sasa hizi unaosha sufuria vizuri na Inatengwa anzugwa. Amadi, si mambo ndo ya kwetu. Toka tumeanza kuja huku, hatujai kula viazi. Yaani viazi tunavibadilisha kwa kwenye dagaa pilipili nyingi leo. unazo? Wewe ni kama maji ya kunywa. Baada kuweka pilipili kwenye dagaa jamani, tafadhali. Wewe Jumatatu tunamtega faza. Tuache na masiala, bonge kwa kupika futari ni mwisho. Yule babu ukimtega atakwambia uongeze tena ijakolea. Yule babu anakwambiaje? Siku ile kule pilipili ile kwa kwenye dagaa anakwambia hili jomba hili. Hata makamasi hayatoki. Anakwambiaje? Alisema siku ile. Anakwambiaje babu? Nasikia kama pilipili kama kwa mbali vile kama akamu. Kaleta hamu ya kula haka. Akatiwa la baba kwa mimi niongeza ugali kidogo. Aiambie mniongeza ugali kidogo. Ulimkatia wewe au sio? Hapo mwingine naona inawasha. Anakuambia mjomba, haka kapilipili ndo penyewe mniongeze na ugali kidogo. Eti wale wanasubiri upoe wasubiri. Mimi nipe kumbe Umebishaodi unaweka na masharti wewe wa kwanza kula. Sema mimi wala sijashughulika kupika hapa. Siku moja mngeona. Jana kafika Na uivisha tu naweka hapo na ufunika. Narudi pale. Mpaka kazi iishe. Mpaka gari wapitia halifi. Gari halifi. Wewe kale kanakuja kukaa hapa kafunue. Nani? Hana ruhusa hiyo anambia Kama unaoma wewe. nakwambia kuna watu na wafilingoja. Jana kasemaje? Jana kasemaje? Nyinyi mnawasubiri kule. Basi Hayo sikabadilishana na huyu hapa. Hatutaki wavivu hapo. Akisia hatutaki kupoteza hata sekunde moja. Wewe taratibu hiyo bubu lisimame. Mwaga kwanza. Jamaa wewe. Sofa kule, ndio? Kuna watu wako barabarani kwa ajili ya kuokota mizizi. Mizizi haifai. Ndio. Kwa hiyo wakati unachanganya ukiona mizizi unatupa pembeni. Okay. Hata kwenye tofali kule ukipiga tofali kama lina mzizi aliwezi kuwa. Mwisho wa siku linapasuka. Kwa hiyo wakati unachanganya unatoa mzizi. Mwagia hapa juu. Anza kumwagia kidogo kidogo kulingana na kiasi ambacho unataka kutoa. Sababu ukimwagia yote hii mpaka uje ufuge mwisho kule itakuwa imesha. Subiri kwanza ngoja. Usimwagie katikati. Njoo. Tunaanzia wapi? Lazima tujue tunaanzia wapi. Huko pembeni. Sawa.
Kidogo ile bomba ile. Bomba ile. Huko pembeni usimwagie. Mwagia huko ambapo anaanza kuchanganya. Sasa hiyo wakati unachanganya na kokoto hii. Sawa. Usichanganye hivi peke yake. Sasa huko utakuwa uweze kuchanganya kokoto. Sawa. Okay. Wewe ucheze tunakapima maji kwanza. Yaani wewe ucheze tunakapima maji. Shuka chini. Tugie pembeni. Imagine sikio. Nguvudua. Anaweza kapita nayo. Baadaye ndo kapita nayo. Ongeza kidogo zege. Okay, shauri. Tepu ile. Chukua tepu pale kwenye gari. Kuwe wewe. Kumbe nimesikia hapa. Wada. Vipi? Naona unaivizia pima maji nayo. Ili All right. Okay. Haya, ikazege. Nitoe hii. Zege ongeza maji kidogo. Okay. Ile laini kidogo. Basi basi. Endelea. Pima hapo ni. Ngoja. Inua hiyo tepu yako juu kidogo. Ongeza zege. Square. Yes. Huyu hapa nilimwambia lakini naona kama naye amesahau. Eti vipi? Wote walikuwa huyu na yule kule. ukoko. Naam.
Dogo umekazidisha sana. Uko ndani, mbele ya bomba. Mbele ya bomba. Huku kwa Dogo. Hapa. Wewe mwanangu, zote yangu vipi au nikumbushe? Oh, mimi mwanzo Amniache. Ndio masweta yangu iko wapi? Ipo. Misi sana. Asiana tamani huku. basi pasta mimi kigonga hapa. Aise kikulacho. Mjumbe kikulacho bora kikula sana. Mwili kama wa mudi una allergy na mafuta. Hata ingia kwenye chupa ya mafuta. Tunaona zile nataka ndio na allergy ngapi allergy nyingine hata nikijipaka na watu. Mwanangu niliwashwa hiyo mwanangu. Bomba umeiona? Hapo. Hapo pana ingia. Na ile kule inaingia pale. Ya tatu pale. Ya tatu. Ya tatu. Hapo ya tatu. Ya tatu. 1 2 3. Ndio sasa. Sasa sikiliza. Utatoaje nini? Wewe hapo huwezi kufika. Unaenda kule. Unachokifanya wewe hapo ufiki. Inua inyoshe. Hivi. Inua juu. Inyoshe. Hivi. Sawa. Ingiza sisi. Inua juu. Juu zaidi. Inua juu. Inua juu. Weka.
tunaingiza huko. Inua juu. Juu hapo. Bili kidogo. Subiri. Kamnyangarakane mama, kamnyangarakane, vijana wako wachapa kazi. Kamnyangarakane, kuna mvivu wala mchovu. Kamnyangarakane, alilia waitisite. Kamnyangarakane, usituone mbele yako. Kamnyangarakane, vijana wako wachapa kazi. Kamnyangarakane.